Ayapi. Assalamualaikum. Haya. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehema na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabii ambaye amekuja kwa watu wote. Ndugu zangu, ni kwa mara nyingine tena tumekuja hapa mabarabarani kwa ajili ya kukumbusha watu na kuelekeza katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiwa karibu sana na inaitwa Mathare Youth Sports. Mathare Youth Sports tuko hapa hivyo karibu, na lengo hasa ni kueneza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kawaida huwa nafuatana pamoja nami na Sheikh Khalifa Athman ambaye niko naye hapa upande wa mkono wangu wa kushoto, na kwa mkono wangu wa kulia niko na ndugu yetu Musa ambaye tutakuwa tunashiriki naye katika mikakati hii ya kuita watu katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Na watu wamekuwa wanatufuatilia na vile vile kuona mengi na kuuliza mengi. Na yote hii ni kwa sababu kumaanisha kwamba ni watu ambao wanapenda da'wa ama maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama leo tutakuwa tunaweka pale video, hakuna muulizaji, hakuna anayeshughulika, basi itakuwa haina maana. Lakini tunapoona kwamba watu wanashughulika, watu wanafuatilia, wanauliza, inakuwa kwetu furaha kubwa kabisa. Japo tu ya kuwakumbusha na kuzidi kuwakumbusha ni kwamba msubscribe, kwa sababu watu wengi tunapokuwa tunafuatilia wanaangalia bila kusubscribe. Kama unapenda video aina hizi, subscribe kisha finya notification ili kwamba kila wakati ambapo kwamba nitakuwa nina upload wewe upate moja kwa moja. Kwa hivyo ni muda mfupi tu tutakuwa tunaanza, tukisubiri wenye kutaka kujua na kuuliza, kwa sababu naona watu wako tu isipokuwa katika shughuli zao za kutafuta maisha, lakini tunatarajia kwamba watakuja. Kwa hiyo kitambo ambapo kwamba wafike, basi sisi tutakuwa tunazungumza na kuwakumbusha watu kuelekeza katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza nitatangulia, ndugu zangu, karibuni sana. Karibuni. Salamu ya Mungu ya Maulana. Kwa hiyo nitatangulia kwa mkono wangu wa kushoto kwanza, ndugu Musa wasalimie. Halafu kwa mkono wangu wa kulia kwanza ndugu Musa wasalimie. Halafu nirudi katika mkono wangu wa kushoto nimpatie Sheikh Khalifa Athman na vile vile atueleze mawili matatu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mimi kwa majina vile mlivyosikia ni Musa Nawate Malala, na niko hapa na Sheikh wangu ambaye anaitwa Sheikh Abbas. Ndiye anajaribu kutuelimisha na kuelimisha wengine ili tujue maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nitaongea machache kwa sababu ni ataongea zaidi ya mimi. Alhamdulillah. Mashaallah. Kwa hiyo nafikiri huyo ni Musa Nawate, tumemsikiliza. Kwa hivyo sasa kitambo ambapo kwamba tunamsubiri mwalimu aje ambaye ni mwalimu Khalifa, basi natakuwa tu vile vile tunawakumbusha ndugu zetu wanaopenda kutufuatilia, mada ambazo kwamba tunazungumza hapa ni mada ambazo kwamba ni nzuri sana na za faida. Rafiki yangu, habari gani? Karibu sana. Ni mada ambazo kwamba za faida kwa watu, wafuatiliaji, wasikilizaji kwa kila kona. Kwa hivyo inshallah tumekuwa kama muda juzi tulipokuwa tunazungumza na yule kijana ambaye anaitwa Ben. Wengi tulimsikiliza namna alivyokuwa anajikanganya. Kama leo mimi ningezungumza maneno ambaye alikuwa anazungumza, watu sijui wangenichukua vipi, lakini sikuzungumza maneno haya, ile mwenyewe ndio alizungumza na kusema, kujaribu kutuhakikishia kwa kusema kwamba Biblia sio kitabu cha Mungu na kwamba Biblia imeondolewa baadhi ya maneno. Leo Muislamu angesema ingekuwa mwingine. Hebu kwanza basi dakika 5 ndio uende. Unajua umenitolea salamu ngafikiri labda tayari. Ona. Tupenda, hebu njooni hapa kidogo. Njooni tu. Njoo. Umenitolea salamu nikafikiri labda ushasilimu. Njooni kidogo kwanza tumfanyie dawa alafu muende, sio? Si ni kweli?
Karo, Abbas njoo hapa ama utazungumza na Karo wewe? Nitazungumza. Acha nikupe nafasi, zungumza naye. Songea hapa hivi karibu. Karibuni hapa kidogo tumfanyie. Haya, wala hata si maswali magumu na hata si maswali. Ni kusalimiana. Si salamu ni nzuri. Hata Yesu alipo katika andiko moja kwenye Biblia, Yesu alifika mahali penye palikuwa na wanafunzi wake, akawasalimu na amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Si ndio? Wao nao pia wakajibu amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Unajua maneno hayo kwa Kiarabu yanamaanisha nini? Sasa maneno hayo ndio unasikia yanaitwa assalamu alaikum. Na jibu lake ni wa alaikum salam. So unasikia hiyo salamu? Ndiyo. Sasa hii salamu ambayo tumeipata kwenye Biblia ya assalamu alaikum, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Hasa leo ukitaka kuipata salamu hii inatumika kanisani ama msikitini? Msikitini. Jamani kumbe Yesu naye katumia salamu hii. Vizuri sana. Lakini kwa ujumla sisi kazi yetu tunawaita watu. Tunaweza kutofautiana. Tukawa watu wanaabudu tofauti na kufanya mambo ya kiibada tofauti. Lakini sisi Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani tuitane katika jambo moja. Tunaweza kutofautiana katika mambo mengine, lakini tuitane katika jambo moja. Jambo gani? Ya kwamba hakuna anayefaa kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Umewahi sikia maneno haya? Ndivyo. Hivi mtu leo akitokea kuambia kuna Mungu mwingine kando na Mwenyezi Mungu, unaweza kukubali kweli? No. Ndio maana yake sisi katika maisha yetu au katika msingi ya Kiislamu, mtu yote anayeamini kwa mdomo na kwa moyo ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake, huyo mtu anakuwa sasa yeye ni Muislamu. Unaona? Kumaanisha wewe unaponiambia Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake, yani hapo wewe ni Muislamu, lakini shida tu hujaanza kuswali. Ndivyo. Sasa yafaa uanze kuswali. Vizuri sana. Alafu unajua nini? Wewe dini yako ni dini gani? Mimi gospel. Babu yangu ni Muislamu, anaitwa Babu. Lakini wewe mwenyewe ni? Mimi wanasema ngaje? Gospel wanasema? Gospel, injili. Ya dini ya mama sasa. Dini ya mama. Inaitwa gospel. Inaitwa gospel. Ama ni gospel winners? Hapana. Sasa kama kuna dini inaitwa gospel, mimi sijai kuiona hiyo dini. Ama yani kwa ujumla wewe ni Mkristo? Wewe ni Mkristo. Sasa unajua Mkristo, nimejaribu kufuatilia wale wanaofafanua neno Mkristo. Wanasema Mkristo ni mfuasi wa Bwana Yesu Kristo. Yani anamfuata Bwana Yesu Kristo. Vizuri sana. Kwa maana hiyo hata pia mimi naweza sema mimi ni Mkristo. Ndivyo. Kwa sababu mimi nahisi sisi tunamfuata Yesu zaidi ya wale wanaojiita wa Kristo. Ndivyo. Na si kwa kusema tu, ni kwa maandiko. Cha kwanza kabisa nikifungua Yohana 5:24. Yesu anasema, amin amin nawaambieni, yeyote alisikiaye neno langu anao uzima wa milele. Kumbe mimi na wewe yafaa tusikize neno la Yesu, si ndio? Ndivyo. Sasa ndio manake sisi Waislamu hatujai kusema Yesu ni Mungu. Manake Yesu hajai sema yeye ni Mungu. Umewahi kusikia watu wanasema Yesu ni Mungu? Ndivyo. Wewe unasemaje? Wewe unamjua Yesu kama nani? Sasa Yesu ni Bwana. Hivyo hapa? Yeye ni Bwana, tukatai. Kwa sababu hatujai kumuona amevaa sketi akawa bibi. Yeye ni Bwana tu kama sisi. Ndivyo. Umewahi kumuona na sketi? Hapana. Akafunga kitambaa kama mwanamke? Yeye ni Bwana kama sisi tulivyo mabwana sisi. Ndivyo. Unaona? Kwa hivyo dini ya Kiislamu
ni dini ya manabii wote. Sisi huwa hatutofautishi baina ya manabii, na tunawaita watu kuja katika dini ya manabii ambayo ni dini ya kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Na hakuna dini hiyo, kimbia mashariki, magharibi, kusini, hakuna dini utakayopata ya kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake isipokuwa ni Uislamu. Umewahi kusikia Muislamu akisema Mungu Baba, Mungu Mtoto, Mungu Roho, Mungu Shangazi? Hakuna. Sisi Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake. Unaona? Kuwa Muislamu dada. Asante. Nitakuwa. Acha nenda kuwa saizi. Vizuri sana. Na sisi katika dini yetu, by the way, hakuna kubatizwa. Okay. Maana yake katika kubatizo sio sheria ya Mungu. Hebu angalia baridi hii ya Nairobi bwana. Tukutumbukize majini ati kubatizwa. Si utapata malaria bure. Ndivyo. Sasa mimi maneno ambayo nitakutamkisha ya kuwa wewe unakuwa Muislamu si hata sitayatoa kwenye Qur'an, ninayatoa kwenye Biblia. Maneno ya kukufanya wewe kuwa Muislamu nayatoa katika kitabu cha Yohana 17:3. Unajua inasema nini? Uzima wa milele ndio huu, watu wote wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Sikia maneno hayo. Ndivyo. Kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, tena wa pekee. Ukisikia wa pekee, kuna mwingine dadangu? Hapana. Yaani hapo ndio tumeua hiyo kitu inaitwa Trinity katika moyo wako. Kile kitu unasikia sijui Mungu Baba, Mungu Mwana, hiyo tumeua. Tunarudi kwa Mungu mmoja tena wa pekee, si ndio? Yes. Alafu na Yesu Kristo aliyetumwa na nani? Sasa Yesu anakuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sio katoto vile wale wengine wanamuita katoto ka Mungu, hapana. Huyu ni mtume, tena ni mtume ambaye ametakasika zaidi, na ni mtume ambaye amepewa nafasi kubwa sana katika dini ya Kiislamu. Sasa sisi hatumdhalilishi kwa kumuita kamwana. Ati mwana. Mwana unajua ni mtoto. Sasa mwana sio sifa hiyo. Sifa yake ni mtume. Unaona, ukifungua katika kitabu cha Waebrania 3:1 inasema, enyi ndugu watakatifu wenye kuushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani wa maungamo yetu Yesu Kristo. Yaani Biblia inamuita Yesu mtume, na wale wanasema Yesu ni mwana. Sasa utafuata Biblia ama ufuate wale? Unafuata Biblia. Fuata Biblia. Na kufuata Biblia ni kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Na katika kumwabudu Mwenyezi Mungu hufaulu katika kumwabudu mpaka unaingia katika Uislamu. Unaona? Sasa kwa sababu umekwisha kusema unataka kusilimu, mimi nitakutamkisha maneno yafuatayo. Inua kidole cha mkono wako wa kulia. Hivyo. Simama kidogo hivi. Tamka maneno haya. Ashhadu an la ilaha illa la wa ashhadu anna Muhammad Rasulu la. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sio Mungu na si mwana wa Mungu, bali ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Nimeamini. Allahu Akbar. Takbir. Karibu sana katika Uislamu dadangu. Sasa ulikuwa unaitwa nani? Karen. Hata Nairobi kuna mtaa wa Karen. Sasa Karen, umewahi kusikia majina gani mazuri ya Kiislamu? Ndio hao hata wenyewe waseme. Sister. Hata pia nao waseme hawa ni Waislamu. Sasa na wao. Rafiki unaona? Sasa mimi naomba wao wakupeleka msikitini waanze kukufunza.
Naona ni kama ashajua kitu mawili matatu. Haya. Na msio mnatembea Hata tu. mama yao ni huyo. Fungua kamera kidogo, kamera. Mama yao ni huyo. Songa kando ya kamera. Haya. Dada yetu anasema nyinyi ndio mpatie jina sasa. Nyinyi mchagulie jina. Alafu kuna kazi ya kumsomesha na kumfundisha. Kazi yenu. Maanake sisi tunakuja hapa kuleta athari ya dini. Unaona? We only bring the effects of the deen to the ground. And then from there, we leave this work back to you. Sasa nyinyi tumekwisha kumsilimisha, kazi kwenu. Ajue kuswali, ajue kusoma. Unaona? Na ajue kujistiri pia katika dini. Unaona? Sasa mnamchagulia jina gani dada yetu? Aisha. Aisha, unapewa jina Aisha. Nimeshukuru. Unajua Aisha? Aisha ni jina mojawapo, jina tukufu sana katika dini ya Kiislamu. Okay. Na Aisha alikuwa ni mojawapo ya wake za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kama wewe unaitwa, na tena umefanana jina lenyewe Aisha. Tena limekufanana sana. Sasa kilichobaki ni upatiwe sasa mavazi. Na binafsi tutachukua namba yako ya simu, tutakuangalia mavazi. Okay, asante. Na ukusaidie. Hadi nafikiri kuna ingine pale, sio Naam. kama itamtosha. Naam. Nadhani kuna pale kwa gari nimeacha, nimekuja na ingine. Naam. Acha tuone kama ita nini, Inshallah. kama itamtosha. Jazakallah. Sasa hata mavazi wanakuangalilia sasa hivi, na sisi tuko hapa kuhakikisha unakuwa Muislamu bora. Okay, Na ukue katika misingi ya dini. Unaona, umeolewa. hapana. So unaona sasa ni raha bwana. Sasa ukue hivyo, au atakuongoza katika pia kupata mume wa Kiislamu. Unaona? Ukae katika maisha ya Kiislamu. Unaona? Ibada ya dini ya Kiislamu dini nzuri sana bwana. Unaona sisi tukifa saa hii tunazikwa wakati huo. Unajua maana yake? Kwa sababu sisi kwanza ibada yetu tunaswali kuanzia asubuhi mpaka jio. Mara ngapi kwa siku? Sasa mara 5. Ukisha kufa tena unawekwa nini bwana? Unaenda kuzikwa, unaona? Kwa sababu umefanya kazi nzito. Umefanya kazi nzito, umeswali, umetoa sadaka, umetoa zaka, umefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan na funga nyingine. Sasa wewe unaenda kupumzishwa. Unaona? Na ukiwa na swali lolote la kuhusu dini, tunaomba uwe unauliza mtu ambaye unamuona ako na elimu ya Kiislamu. Sio kila mtu unamuona na kofia barabarani ni Muislamu. Unaona? Sasa unamuuliza mtu aliye na elimu. Unaona? Usije ukapata elimu ambayo sio elimu ambayo inahitajika ya Kiislamu. Unaona? Na msikiti wote mahali penye uko, ingia na uswali pale. Unaona? Any place you see a mosque, ingia pale. Sisi hatuna wanachama katika Uislamu. Ati you must be a member of this mosque. Hakuna. Sisi msikiti wote sisi wote tunaingia. Yaani mimi nikitoka hapa Kenya sasa hivi, nikiingia Uganda, pale Uganda ni nyumbani. Msikiti wote naingia, huo ndio Uislamu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha al-muslim akhul muslim. Muislamu ni ndugu ya Muislamu. Yaani sasa kuanzia sasa wewe ni dada yangu zaidi kuliko dada yangu ambaye nimezaliwa naye mama mmoja, baba mmoja na sio Muislamu yule dada. Wewe you are more of importance to me than that one. Unaona? So kwa hivyo karibu sana katika dini. Mwenyezi Mungu akuongoze inshallah. Na Shekhe, mpangilio naam. Wacha si tuendelee. Haya, shukran sana dada. Karibu sana. Shukran. Haya. Naam, mtazamaji, alhamdulillah tumeweza kumsilimisha dada yetu mmoja pale. Ameshakuwa Muislamu, alhamdulillah. Na hii ndio kazi ambayo sisi tunashuka hapa katika ground katika kushughulika na kuwaonyesha njia. Na kama hatungekuja hapa tukasimama hapa na wale dada kutuona sisi tumesimama hapa, na walikuwa ni dada zetu wa Kiislamu na wana rafiki wanatembea naye ambaye si Muislamu, lakini walipotuona wakasema mashekhe ndio wale wenye wanafundisha watu dini. Na wakamsukumiza hadi wakamleta hapa, na kweli wamemleta, tumekwisha kuzungumza naye, dada amefurahi na amekuwa Muislamu. Request yetu kwa Waislamu ambao mnatutazama kupitia mitandao,
tafadhali, you must be a good ambassador of the religion wherever you are. You must be a good ambassador of Islam. Iuze dini katika njia nzuri mahali popote pale ambapo upo, na lolote unalofanya pale, yule ambaye si Muislamu, yeye huwa hasomi Qur'an, yeye hasomi hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yeye anakusoma wewe, anasoma wewe unafanya nini. Kwa hivyo anakuhukumu na kuhukumu dini kulingana na chenye ameona chenye wewe Muislamu unafanya pale. Kwa hivyo naomba kwamba yeyote anayetazama, you must be a good ambassador of Islam, so that wewe uwe ni sababu ya watu kuja na hata kuingia katika dini hii tukufu ya Kiislamu. Na kwa hivyo tunaomba kwamba tuweze kuendelea pamoja inshallah kwa kuweza kupokea maswali mbalimbali inshallah. Dogo, karibu. Salamu kidogo. Haya. Umepoza ama inaenda tu? Haya. Karibu kidogo bwana. Salamu bwana. Njoo kidogo tu. Salamu tu. Sasa itapatikana, njoo. Haya, pole pole. Salamu kidogo mzee. Mzee wangu, habari? Kwa mzima? Karibu tusalimiane kidogo. Mimi majina naitwa Khalifa. Na wewe mzee wangu? Mimi naitwa Peter Mwai. Peter Mwai. Vizuri sana. Sisi watu tunatembea kidogo kidogo mabarabarani tukisalimia watu na tukiwapelekea salamu za amani. Salamu za amani. So unaona nchi yetu ina matatizo hii. Hali ya mambo hiyo unaniuliza. Ya amani. Ya amani. Amani inatakikana. Amani inatakikana. Na tukiangalia pia katika mojawapo ya aya za Biblia, Yesu alipofika kwa wanafunzi wake, aliwasalimu na salamu ya amani. Akasema, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Hivyo. Maana alikuwa anawatakia amani wale. Na wale wakajibu wakasema, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe pia. Unajua maneno hayo kwa Kiarabu? Mimi sijui mambo ya Kiarabu. Sasa kwa Kiarabu maneno hayo ndio unasikia assalamu alaikum. Na jibu lake ni wa alaikumus salam. Kwa hivyo neno assalam linamaanisha amani. Na hii salamu ndio sisi tumehimizwa tukue tunasalimiana hivyo. Ili iingie athari katika vichwa vyetu ya kwamba tunahitaji amani. Si ndio? Lakini hii amani tunayoitafuta, ikiwa mimi na wewe hatuna amani na Mwenyezi Mungu aliyetuumba, kweli amani hapa chini tutaipata? Tuwezi kuipata. Lazima tutengeneze amani na Mwenyezi Mungu. Sasa leo ikiwa wewe binadamu Mwenyezi Mungu amekuumba, akakuamrisha kwamba wewe umwabudu yeye, kisha wewe ukamwacha kumwabudu Mwenyezi Mungu, ukaenda kuabudu vitu vingine, utakuwa na amani na Mungu? Unaweza kuwa na amani na Mungu? Hapana. Huwezi kuwa na amani na Mungu. Kwa hivyo lazima uwe unamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Dini yako ni gani ndugu yangu? Dini yangu ni ya jana. Dini ya jana? Yaani dini inaitwa jana ama ya SDA? Ya SDA, Seventh Day Adventist Church. Imeanzishwa kule Marekani. Na mwanamke fulani anaitwa Helen G. White. Yeye ndiye ameanzisha hiyo dini mwaka 1979. Lakini vile najua nchini Marekani. Mungu hajui mambo ya dini. Dini ile Mungu anajua ni ndani ya roho ya mtu. Kwa hivyo dini inapatikana ndani ya roho ya mtu. Ndani ya roho ya mtu. Naam. Ndio unapatia Mungu, alafu anakuwezesha kujua kutofautisha ubaya na uzuri.
Kwa hivyo dini ni moyo wa mtu. Kwa hivyo dini hiyo unayo moyoni mwako. Hiyo iko ndani yangu. Hiyo dini ambayo iko ndani yako inaitwaje? Hiyo inaitwa roho. Ni roho ananionyesha. Roho. So dini yako inaitwa roho. Duniani ni tunaenda kanisani. Mnaenda kanisa. Sasa tusonge hapa kidogo mzee wangu. Sasa kumaanisha wewe ni Mkristo. Mimi kama unaenda kanisani wewe ni Mkristo. Mimi ni Mkristo. Ndio ulikuwa unanizungusha kumbe ni Mkristo. Vizuri sana. Wewe unamfuata Yesu? Mimi namfuata. Kabisa. Sana. Sasa lakini umeniambia unaenda kanisani. Umeniambia wewe uenda kanisani. Na kule kanisa kwenye unaenda, Yesu amaye kuingia kule? Aliingia. Hebu nani mzee, nisaidie Biblia kidogo hapo. Mimi kwa maisha yangu na usomi wangu katika kitabu hiki ni kitabu cha vitabu 66 chenye kinasomwa kanisani. Sijawahi kuona andiko Yesu kaingia kanisani. Kati aliingia kanisani ni kati ile alikuwa anaambia hii Biblia namsomea, mliambiwa ni Isaya ati nitamsomea Biblia. Yesu. Yesu amaye kusoma kitabu kinaitwa Biblia. Alisoma hiyo kitabu. Biblia. Sijui kama ni Biblia lakini aliwasomea. Bila shaka alikuwa anawasomea vitabu vya manabii. Vitabu vya manabii waliotangulia. Na akasema mimi sijakuja kuitangua Taurati bali nimekuja kuitia nguvu. Kwa hivyo kama kuna vitabu alikuwa anasoma vilikuwa vya manabii waliotangulia. Hajai kusoma kitabu kinaitwa Biblia. Unaona? Sasa unasema Yesu aliingia kanisani kwa andiko gani? Siwezi kumbuka sana lakini ni Isaya. Mimi kuna yenye naweza kumbuka. Mimi naweza kumbuka Luka 4:16. Inasema na Yesu akaenda pale Nazareti alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Yaani Yesu kaingia sinagogi. Sasa Biblia hii inaniambia, mimi najiuliza sinagogi ni kitu gani? Hii Biblia wakaribie tushaka. Hii Biblia inasema, unajua kusoma mzee wangu? Sinagogi inasema ni nini? Sinagogi ndio kanisa. Simame hivi tuangalie. Inasema sinagogi ni nini? Haikuwa haraka ya kwenda. Sawa. Nasema mimi alikuwa hataki nikasema nivute. Kidogo. Mzee. Unaona simama hapa na mimi. Sasa hivi. Simama hapa na mimi. Hapa kuja hapa. Hapa. Kwa hiyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza Uislamu ni nuru. Na dada yetu amesilimu si muda mrefu. Amesilimu na ako na rafiki zake ambaye ni Waislamu. Yeye hakuwa Muislamu, alikuwa anaitwa Karo. Baada ya kusilimu amechukua jina Aisha. Tukampeleka pale pembeni kidogo. Alafu alhamdulillah, angalia vile amependeza. Utafikiri amezaliwa katika Uislamu kabisa. Kwa hiyo nafikiri kwanza wasalimie. Maanake sasa wewe ni Aisha, sasa wasalimie kama Aisha kwanza. Na waambie ile furaha ambayo kwamba umesikia kwa kusilimu. Salamu alaikum, naitwa Aisha. Nimeslimu, nimefurahia, angalia vile nimeng'ara. Unaonaje tofauti vile ulikuwa umevaa na sasa? Sasa niko sawa, niko smart. Niko smart sana. Unaona pendeza Asante. Sasa inafaa hii ndio itakuwa mavazi yako, na nitaomba dada zangu muinsist hiyo. Na pili nafikiri nimewapa ile kitabu ya kusoma pia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam the spirit of truth. Na pia vile vile kuna kitabu ya sala ambayo kwamba tunaye nimesahau, nitampa. Na vile vile madrasa tutampa mwelekeo mahali ambapo kwamba atasoma. Kwa hiyo tunamkaribisha sana na ujisikie ukiwa Muislamu, na kwa kusilimu Mungu amesema dhambi zako zote. Tayari uko na visa ya kwenda paradise. Pale ulipokuwa ilikuwa ni shida. Lakini sasa hivi vile umesilimu, sasa wewe ni mtu hata saizi ukifa mambo yako mazuri. Ushanielewa vizuri? Important tu ni usome zaidi katika dini. Usome mambo ya dini vizuri ili ujue Uislamu wako alafu uipractice. Sawa Karibu sana katika Uislamu. Dadangu, hebu mkaribishe, mwambie karibu.
Hebu karibishe. Mimi naitwa Mariam. Dadangu hapa alikuwa rafiki yangu kabisa wa karibu, lakini ni venye nilikuwa nimemuinsist asilimu akasema atasilimu, lakini kwa bahati mzuri pale nikipita umeniita akasilimu. Nina furaha sana kwa hilo. Mashaallah. Yeah. Asante. Na dadangu unasemaje? Mimi naitwa Fatuma Asman. Hebu kuja hapo tuonekane umejificha. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Mimi naitwa Fatuma Asman. Naam. Huyu ni rafiki yetu. Tulikuwa tunatamani sana aslimu, hata tunashukuru Mwenyezi Mungu kukutana na nyinyi, at least ameslimu, sasa ameingia kwa dini. So tutamuongoza, tutamfunza kuswali, kuvaa vizuri, pole tu. Mashaallah. Kwa hiyo hata mimi nafurahi na vizuri kwamba mlikuwa mnakaa naye mkimfanyia da'wa. Hiyo ni kitu important. Lakini sasa Mungu alikuwa amesema taslimu leo na nyinyi mkiwa mashahidi. Nyote mmepata thawabu. Kwa hiyo pia sote tunafurahi na tunakaribisha sana. Wewe ni dada yetu. Matatizo yetu ni yako. Matatizo yetu ni yako na yako ni yetu. Sawa? Karibu sana. Tumeshukuru. Haya, endelea. Haya, shukran sana. Leo tumefanya kazi nzuri ya kumsilimisha dada yetu. Alikuwa anaitwa Karen, lakini sasa hivi ameweza kuchukua jina la Aisha, mashallah. Alhamdulillah, tuko na dada zetu pale ambao watamsaidia katika kumwelekeza. Sasa yule Aisha ule Karen ulikuwa unamuona before, sio yule tena. Saizi ni Aisha. Mashallah. Saizi ni Aisha. Mambo ni mazuri sana. Bwana. Sasa yule aliyeona picha ya mwanzo vile tulikuwa tunamsalimia Karen, na sasa hivi we mwenyewe umeshajijibu. We mwenyewe ushajionea. Endelea kukaa pale, unachelewa kusilimu bure. Inshallah. Karibu. Ukuje mara moja. Mashallah. Sahihi. Akuje. Mwenye hajaslimu akuje sahihi. Sahihi. Mashallah. Mwenyezi Mungu akujalie khairi bwana. Amin, amin. Na inshallah tunaendelea katika kazi hii, na Mwenyezi Mungu awabariki na muongoze dada yetu ambaye ameweza kusilimu kwa wakati huu inshallah. Shukran. Kweli kabisa. Yaani kwa hiyo uko sawa tu na Uislamu vile wako. Wewe uko na moja. Basi kwanza uyasilimu sababu inamaanisha yameelewa isi kabisa kila kitu. So nasikia mnakuanga na Mohamed. Nilikuwa nataka mnijulishe anakuanga nani kwa dini yenu. Very good. Unaona maswali nzuri. By the way, hebu kwanza mletee kitabu moja na huyu. Sawa. Muhammad ni mtume wa Mungu. So naamini kama kulikuwa kuna mitume kama kina Ibrahim, kina Moses, sio hao walikuwa ni prophets wa Mungu. Sawa? So na Noah kama hivyo. So Muhammad ni pia ni katika lines za prophets. Sawa? Na sisi hatumwabudu, na sisi hatusemi ni mtoto wa Mungu, na sisi hatusemi yeye ni Mungu. Hapana. Yeye ni binadamu kawaida, lakini anapatiwa revelation na Mungu. Alipewa na revelation na Mungu atuambie sisi wanadamu. Sasa that message ambayo kwamba amekuja nayo ndio watu wengi huwa hawaja understand. Kwa sababu watu wanasema kwa nini Yesu akuje and then 600 years later Muhammad akuje? Hiki inaletanga kitu kama confusion. Lakini ni normal kwa sababu kwa nini Ibrahimu akuje alafu tena miaka ingine mingi Moses akuje? Ushaona? Ni kwa sababu yani binadamu anapokuwa anakumbushwa anasahau. Sisi tumeumbwa na kitu inaitwa kusahau. Na hiyo jua ni vizuri kusahau. Kwa sababu kama ungekuwa unasahau wanadamu tungefanya vituko vingi. Wewe fikiria kama mtu amekosea miaka 20 iliyopita, uikumbuke kama leo. Huyu binadamu kutana naye utamfanya nini? Kwa hiyo inakuwa ni khairi. Kusahau pia tunasema ni neema ama baraka ya Mungu. Kwa hiyo binadamu kwa sababu anasahau ndio Mungu analeta nabii mwingine kurenew the same message. Swali unaweza uliza, ni message gani ambayo Muhammad alikuja nayo? Sio Muhammad alikuta watu katika area yake wanaabudu masanamu. Si unajua ibada ya sanamu? Musa alikataza ibada ya sanamu, si ni kweli? Si masanamu ni mbaya? Aliambiwa watu msiabudu sanamu. Hiyo ni makosa? Ni makosa kukataza watu wasiabudu masanamu? Si ni sawa? Ni sawa, hapo ni sawa. Asante. Alikuta watu wanalewa wako katika uchakari ya ulevi vibaya sana. Kweli ukipata watu wanalewa wakataze kulewa ni makosa? Sio makosa. Alikuta Waarabu wakati huo wanazika watoto wao wa kike. Wakipata baby girl wanasema ni aibu.
Na wajua hii hata hii mambo inakuwa mpaka sasa katika akili ya wanaume wengi. Hawapendi watoto wasichana. Ushaona? Akasema huyu ako na right kama mtoto wa kiume. Wako sawa. Hakuna kubagua. Akakataza mambo ya kuzika watoto wakiwa hai. Hiyo ni makosa? Sio makosa. Kwa hiyo alikuja na zile moral ambazo Mungu anataka. Kwamba yeye ni mmoja na kwamba watu wamwabudu yeye, wasiabudu masanamu. Hiyo ndio message ambayo kwamba alikuja nayo. Lakini leo watu wanakuja kuchukulia hapana, Muhammad yeye alikuja kupinga Yesu. No, that's not the right concept. In fact, katika Qur'an hii, hebu nichikie Bible hii ya juu. This is the Holy Quran. This Quran mention the name of Muhammad, the name of Jesus 25 times. Yuko mentioned here by name. Jesus 25 times. Muhammad has been mentioned here na Mungu 5 times. 5 times. Hii ndio utajua Muhammad story yake vizuri. Shaona? Na hii yako just for free distribution ya kusimama na kuchukua muda wenu, msiende bure. Sio So hapa Muhammad ameandika story, yani Mungu alimpea. Siwaje binadamu hawezi jua. So Mungu akampea revelation story ya Yesu vile alikuja akazaliwa. Muislamu anajua vizuri Yesu alivyozaliwa. Leo kama kusingekuwa na Biblia, Muislamu angemjua Yesu kila kitu mpaka mama yake. Muislamu anajua mpaka babu ya Yesu. Baba aliyezaa Mariamu. Kuna Mkristo anajua? Hata popa jui. Sisi tunamjua mpaka name iko hapa. So, wewe sema kwamba huyu alimpinga huyu wakati anaelezea story yake. Another thing, kama wewe yera Muslim ukakataa Jesus, imani yako ni flat kabisa. Wewe yani toka tu katika Uislamu. Kwa sababu Uislamu tunainsistiwa kukubali manabii wote mpaka Yesu. Na Qur'an imemuita ni mtume mtakatifu. Tushaelewana vizuri Kwa hiyo hii ni message ambayo alikuja naye Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna ugomvi wala vita baina ya Waislamu na Wakristo. These things inakuwa kutengezwa tu. Mfano tu niwaulize. Nauliza tu very simple question. Hapa kuna mtu ashaenda Isli? Umeenda. Na wewe? Hata umeenda, sio? Okay. Umeenda huko kuna mtu ashai kugusa? Hakuna. Sio? Kuna mtu ashakuongelesha vibaya? Hakuna. Mshasoma na Waislamu na Wakristo na Waislamu, si ndio? Umeonaje? Wako sawa. Hawana shida yote. Umeona Kwa hiyo hakuna ugomvi. Kama mimi nyumba naekaa si ya Muislamu, ni ya Mkristo. Nimekomboa kwa Mkristo. Duka anayefanya shopping ya pale nyumbani ni Mkristo. Tunakaa vizuri. Nimewaita mmekuja, hamna wasiwasi. Na mimi nimesimama hapa najua hata nikitoa Wakristo watakuja. Tushaelewana vizuri. Kwa hiyo hamna vita. Isipokuwa ni kitu ambacho kama kinatengezwa ionekane kama kuna shida baina ya Waislamu na Wakristo. Lakini ukweli ni kwamba Qur'ani imesifu Wakristo sana. Qur'ani imewaita na two best names, the two very good names. The first name ambayo Qur'ani imeita Wakristo ni kwamba they are friends of Muslims. Hao ndio rafiki wa Waislamu. Another name ambayo kwamba Qur'ani imeita Wakristo ni kwamba hao ni watu wasomi. Imewaita ahlul kitab. Sijishaelewana. Muhammad alipokuwa anapigwa vita na watu wa kuabudu masanamu awache kutangaza dini, alikimbia Ethiopia. Yeye pamoja na watu wake. Why alienda Ethiopia? Kwa sababu Ethiopia kulikuwa kuna king ambaye ni Mkristo. Shaelewana vizuri. Na Mungu alikuwa amempatia revelation kwamba huyu atakupokea. Na Muhammad akakimbilia kule, ule king akauliza mbona mmekimbia? Akawapea story kwamba sisi tunataka kuuawa kwa sababu yakataza watu wasiabudu masanamu. Ule king akamwambia kaeni hapa. Kama ndio sababu nyinyi mnaamini Mungu ni wangapi? Mmoja. Anaonekana hapana. Bas, nyinyi ni wenzetu, kaeni hapa. If mimi nitaona shida kwangu, nikimbia katika nchi ya Mkristo na anipokee, hapo kuna vita. There are so many history ambaye mtasoma katika hizi vitabu na mtakuja kujua mambo mengi ambayo kwamba hamjajua. Shelewana vizuri. The only difference between us and you, na hii tunasema just different of opinion ama different of yani ya imani. Kama vile kuna UDA wako na protocols zao, kuna ya ODM wako na mambo yao. Watu wanatofautiana kimawazo, sio? Lakini si mnakaa pamoja. Uislamu inakubali kitu kinaitwa tolerance. Ushasikia? Tunakubali.
na walikuja Wakristo kwa msikiti, hawana mahali ya kuabudu. Nabii Muhammad akawapea nafasi, akamwambia pray there and then mswali hapo. Ndio mzee, karibu sana, tunakaribisha na moyo mkunjufu. Akamwambia ketini pale, pray, nyinyi hakuna mtu atawagusa. Na ndio Uislamu. Uislamu inafundisha usijaribu kudhulumu mtu, na if utapata mfano mtu ni Mkristo, anaenda mahali anaona kwamba kuna hofu, kulingana na Qur'an unaambiwa msindikize na hakikisha kwamba hajapata tabu. That is Islam. Shanielewa vizuri. So vitu vingine ambavyo kama vinakuja vinakuwa cooked up kwa sababu kuna kitu kimoja kinaendelea. Lazima tukubaliane. Sisi tunajaribu kuwavuta na nyinyi mnajaribu kutuvuta, ama ni uongo? Wao hujiambia Muislamu kuwa Mkristo. Ushaona Na mimi pia nakwambia ukuwe nani? Hii silete vita. Hii ni kumaanisha kwamba kuna urafiki baina ya Muislamu na Mkristo. Kama leo mimi nitamuona Mkristo nikakunja roho, sitaki hata kumuongelesha, inamaanisha mimi na ubaya ama nadanganya? Na wewe kama Mkristo leo uone kwamba Muislamu anapita ukakunja roho, hata usimwambie kuwa Mkristo, ujue kwamba kwako kuna ubaya. So kuvutana inamaanisha kwamba mimi naamini nitaenda paradise na nataka rafiki yangu Mkristo twende naye paradise. Na Mkristo naye anaamini mimi nitaenda paradise na nataka rafiki yangu Muislamu twende naye paradise. Kuvutana sio mbaya. Shaona Lakini kusitokee vita, kusitokee amani. I tolerate you for what you are doing and respect your religion. You tolerate me for what I'm doing and you respect my na ndio Uislamu. Na that's what we believe in. But some things zinakuja cooked up na nini na mambo kama hayo. Mpata vizuri. So hii vitabu nimewapa, you read about Muhammad, mupate kumuelewa na his message. Na kuna namba ndani. If there is any question, just feel free to mpige or you can WhatsApp, alafu tutaongea. Shanipata vizuri. So swali yako umeuliza nimejibu. Usharidhika, umeelewa? Na rafiki yangu labda kuna swali imekama hapa. Bado. Nikiwa na namba ni yako? Namba ni yako. Nitakupigia simu. Okay. Wakati gani mnaweza pata nafasi tukae chini tuongee vizuri? Wacha nisome kwanza kitabu wakati wote, hata Jumapili wakati wote. Wacha nikisoma kitabu wenyewe niridhike, nikiwa na swali alafu ndakupigia. You are very much. Si ni kweli? Nikiwa na swali, najua maswali yanatokea kwa kusoma hii. Exactly. Naweza kuwa na swali ambayo inanisumbua alafu ndakupigia nikuulize. Mimi nimefurahi. Sawa. Sawa. Basi tumeshukuru sana. Michael. Na wewe? Mimi naitwa Elijah. Na mimi naitwa Abbas. Asante. Sheikh Abbas, Sheikh Khalifa, Sheikh Musa. Sawa. Mzee karibu. Kwanza umetupata sisi tunaongea maneno ya Mungu. Nakaribisha. Na ni vizuri kwamba ulikuwa unapita kuona watu wanaongea ukasema at least jipe at least usikilize, na hiyo ni vizuri. Sisi kwanza mimi naitwa Abbas. Huyu anaitwa Khalifa. Anaitwa Musa. So in the process pia tunafundisha, maswali yanakuja mengi sana. Tunaabudu kwa msikiti pia. Tunaabudu kwa msikiti. Na ndio kanisani hatuendi. Mnaabudu msikiti pia? Msikiti tunaabudu. Na kanisani? Kanisani hapa. Sisi hatuendi kanisa. Msikiti ni moja, ni ya Uislamu ni moja tu. Msikiti ni moja. Lakini nyinyi mnahubiri tu watu kufanya nini? Sisi tunahubiri watu wakae umoja. Exactly. Na wakishajua dini waelewe dini, na mtu akitaka kusilimu pia is free. Join, hatukatai. Ni maneno ambayo kwamba unatamka. Hata saizi ametoka dada hapa, ametoka kusilimu. Muuliza maswali na nini. Baada ya hapo tukamweleza, basi akafanya nini, akasilimu. Ushaona? Sasa uko na swali labda kwa Uislamu? Swali ni hii, mnaamini ya kwamba duniani kutakuwa mabadiliko wakati Yesu atakaporudi? Hiyo swali mzuri, wacha Sheikh ajibu. Wacha nishike. Unajua ukishika kule hii inakata sauti. Hii distance. Sasa tunakubali kwamba Yesu atarudi kwanza. Uislamu. Katika Uislamu. Mnaamini hivyo? Ndio kabisa imani. Imani katika Uislamu ni kwamba siku ya mwisho, nyakati za mwisho, Yesu atarudi. Unaona Ni katika imani yetu. Na akirudi kutakuwa na mambo mengi ya kile kimabadiliko, lakini si kwamba dunia inaisha. Itakuwa dunia ndio iko karibu sana kuisha. Itakuwa karibu kufanya nini? Kuisha. Yaani ndio almost the end ya dunia kuisha, watu wafufuliwe alafu wahukumiwe. Wanasema itaisha mwezi wa 8 tarehe 2.
Hii sasa ni kama ile yenye iliongelewa siku fulani ya millennium, mwaka 2000 watu wanauza mashamba na nini. Exactly. Ndio anasema sasa. Ndio anasema. Lakini sio, ndio huyu anasema. Lakini hiyo sio kweli Kwa sababu si kweli, hata Yesu mwenyewe alisema mimi sijui hiyo siku. Hakuna mtu anajua, ni kweli. Kabisa. So yayo mabadiliko tunaamini yako yatatokea, na kwamba kutakuwa mambo kadhaa. Moja ni Yesu atakuja kupigana na kiumbe kinaitwa Antichrist. Huyu atakuwa ametokea katika dunia, atadanganya watu wengi sana, watu watapotea katika njia ya Mungu, wataanza kumwabudu yeye ambaye ni kiumbe, wataacha kumwabudu Mungu. Ndio Yesu atarudi apambane naye ammalize. Ndio baadaye atakaa maisha kidogo, dunia ishe, sasa watu waingie kwa hukumu. Hiyo tunakubali. Hapo ni kweli kwa sababu sasa watu wanapotea na hawajui kama wanapotea. Ni kweli ama ni uongo? Watu wengi sana wanapotea na hawajui kabisa. Na hata maneno yao imeandikwa katika Biblia. Yaani mtu it's very sad kwamba unaona mtu anafanya bidii kuabudu Mungu. Kweli roho yake ni safi. Kweli roho yake ni safi, lakini amepotea. Hajui. Unaona? Na si kwamba amepotea, amepotezwa. Kwa sababu kuna watu ambao wanapoteza watu wengine labda kwa sababu ya maslahi ndogo, na hiyo ni makosa. Unaona? So ndio vitu kama hizo tunajaribu kuangalia. Mungu amejifunua hapa, Mungu amejifunua kwa hii Qur'ani, amejifunua kwa Biblia. Qur'ani inasema nini na Biblia inasema nini? Tufuate hiyo. Asante. Unaona? Swali lingine uko nayo? Hakuna swali lingine. Okay. Mimi na swali kwako kidogo. Sijui kama utaniruhusu kidogo. Mbona usikuwe Muislamu kama mimi ama kama Yesu? Dini ni moja. Islamu, Kristo, dini ni gani? Moja. Lengo la dini ni kufanya nini? Kumkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa. Kumkubali Muhammad kama mfanya nini? Ndio mfuasi wako. Soronga unajua uko pande gani? Soronga sasa mjua. Haijalishi kama uko na dini ya Kristo ama Kiislamu. Ni maagizo tu. Kufuatilia. Soma Biblia, kusoma Qurani. Soronga uko kwa njia za unafuata njia zake. Mienendo zake ndio mtu anafaa kufanya nini? Kufuata. Na ukisoma Biblia ama usome Qurani, inabidi sasa wewe kwa sababu kiongozi mkuu ni gani? Ni Biblia. Na neno litafanya nini? Litaendelea. Hili ndio litafanya kuwe itakuwa ni njia yako. Kifuata hiyo njia ya Biblia hautakuwa, kwa sababu Yesu atakuja kukuchukua ama wakati wa mwisho wa dunia utakuja kuchukuliwa kwa sababu ya dini. Ni kweli ama ni uongo? Matendo na hata dini ina play important role kwa sababu kwa mfano wewe unasema kwamba dini ni moja, but umetaja Ukristo, umetaja Uislamu. Tayari hiyo ni dini mbili hapo. Ushaona? Kwa hiyo utasema dini ni moja, dini ziko nyingi. Hata zaidi ya mbili. Maana kuna Ukristo, kuna Uislamu, kuna Buddha, kuna Hinduism, kuna Zoroastrianism, kuna Judaism. Ziko mingi. Ushaona? Kuuliza swali moja. Wakati yote hizo dini zote duniani zimekubaliwa na nani? Na Mungu. Mungu hazi. Wote wako duniani ni viumbe za nani? Za Mungu. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli wote wako duniani ni viumbe vya Mungu. Lakini si kweli kwamba Mungu amekubali dini zote, kwa sababu kila dini iko na mfumo wake. Mfano dini ya Kichina inaamini miungu zaidi ya 1,000,000. Dini ya Uislamu inafundisha kwamba Mungu ni mmoja. Tayari kuna tofauti hapo. Ukristo inafundisha Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Tayari kuna tofauti. Ubudha inafundisha katika utatu mtakatifu. Kuna tofauti. Ushaona? Kwa hiyo kuabudu mifano wachana nao. Unaona? Sasa wakuabudu mifano wachana nao. Lakini wale wanajua Yesu Kristo ama Mungu ako. Ni kweli. Wote mnamjua. Ako. Si ati wote mnamjua ako. Najua hiyo. Na ukumbuke wakati ule wa Farao. Wakati Mungu alikuwa anataka ajulikane yeye ni Mungu ako na nguvu. Alifanya Farao akuwe na nini? Kichwa nguvu. Ni kweli ama ni uongo? Ndio zile black zote ndio sipite ndio Mungu apate kufanya nini? Kuonekana ni Mungu. Hebu nikuulize. Huyu Yesu Waislamu tunajua yuko.
Wakristo kama wewe naamini unajua yuko, ambaye ni kawaida. Huyu Yesu yuko kama nani? Kwa sababu sisi kwetu yuko ndio, lakini kama mtume mtakatifu. Hivyo tu, sio zaidi ya hapo. Labda unieleweshe kwako yuko na unaamini kama yuko kama nani? Kama Mungu. Kama Mungu Lakini na spirit. Sasa wako mara ngapi? Mara ngapi? 3. Yesu wako kama Mungu. Yesu ni kama Mungu. Yes. Na spirit ni Mungu. Na spirit ni Mungu ni Mungu. Ngoja. Mungu, Spirit. Na nani mwingine? Yesu. Wangapi hao? Trinity. Hao ni wangapi? In one. Ndio wangapi hao? Wote ni what? Hao wote ni wangapi? Wote ni watatu. Kwa hiyo kuna Mungu, kuna Yesu. Wote ni one. Wote ni one. Wote ni mtu mmoja. Kwa hiyo kwa ufupi Yesu ni Mungu, sio? Yesu ni Mungu. Na alizaliwa na Mariamu. Alizaliwa na Mariamu. Sasa alizaliwa na Mariamu kwa nini? Alitumwa. Alitumwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo kuna Mungu. Alikuwa mtoto yake. Kwa hiyo kuna akamtuma akuje kufanya nini? Kuokoa. Akajifanya kama nani? Kama binadamu. Akasaliwa kama binadamu. Ni kweli hapo tuko pamoja? Hapo tuko pamoja hivi kwamba Mungu ametuma Yesu kama mtoto. Kwa hiyo hapa inakuwa tena Yesu si Mungu, ni mtoto wa Mungu. Kwa wakati wa creation. Mimi sina shida, lakini ninachouliza ni hivi kwamba huyu Yesu ametumwa na Mungu. Inamaanisha kuna Mungu aliyemtuma Yesu. Alikuwa ni mtoto wake. Yesu alikuwa mtoto wake. Yesu alikuwa mtoto wake. Kwa hiyo Yesu ni mtoto wa Mungu. Sio Mungu. Ni Mungu. Yeye ni mtoto wa Mungu ama yeye ni Mungu? Sasa hapa tuelewani. Kwa sababu gani? Unajua? Hebu nikuulize. Wewe mnyinyi mnaelewa nini? Mimi naelewa hivi kwamba Yesu alitumwa na Mungu kwa maneno uliyosema ambaye nakubali. Nayojua na pia Biblia imesema. Na pia pamoja na hayo Musa alitumwa na Mungu na Ibrahimu alitumwa na Mungu. Noha alitumwa na Mungu. Kina Yoeli na nani walitumwa na Mungu? Asante. Au kina Yohana waliobatizwa na Zakaria waliotumwa na Mungu. Wanaitwa nani? Mitume wa Mungu. Si ni kweli? Mitume. Na Yesu kama alitumwa na Mungu atakuwa mtume wa Mungu ama hapana? Ni tofauti. Tofauti. Kulingana vile alizaliwa. Okay. Kwa hiyo utofauti nakuja kwa kuzaliwa. Vile alitumwa. Yaani yeye alitumwa kwa njia tofauti. Kwa njia tofauti. Kwa sababu ya kuzaliwa ama kwa ujumbe? Kwa ujumbe. Kwa hiyo ujumbe wa Yesu ni tofauti na wengine. Kuanzia wakati wa John the Baptist. Okay. Ujumbe wa Yesu kuna mtu atafanya nini? Atakuja, sio mimi Yesu. Lakini kuna mtu atafanya nini? Mkubwa yangu atafanya nini? Atakuja. Wakati alibatizwa, ile ndege ya inaitwaje? Njiwa. Iliruka wapi? Kwa kichwa. John si alisema hivyo? Kwa nini? Alikuwa amejua. Sasa hebu tuangalie ujumbe wa Yesu kwa sababu anasema kwamba msidhani kwamba nimekuja kutangua Taurati au manabii bali nimekuja kutimiliza. Hii ni kumaanisha kwamba ile ujumbe wa Musa ndo Yesu anaendeleza. Ni kweli ama ni uongo? Ndio hiyo. Kwa hiyo inamaanisha ujumbe wa Yesu sio tofauti, ni sawa na ya kina Musa. Ni sio tofauti, ni sawa. Na wewe ulikuwa unasema ni tofauti kwa nini? Haya tu katika kuzaliwa. Yesu alizaliwa kwa bikira. Si ni kweli? Very good. Hakuzaliwa na mzee. Asante. Hakuzaliwa na mzee. Asante. Yesu akiwa mtu mzima akaambia wanafunzi wake kwamba Mungu anaweza kumuinulia Ibrahimu mtoto katika mawe. Inawezekana maiwezekani? Aje? Mungu aweza kumuinulia Ibrahimu watoto katika mawe. Yesu ndo alizungumza maneno hayo akiwaambia Mayahudi. Maneno hayo Mungu anaweza ama anashindwa? Anaweza. Kutoa mtoto katika mawe na kutoa mtoto kwa binadamu ambaye ni bikira gani ngumu? Yote ni sawa. Inaweza kuwa sawa lakini kwa upande mwingine at least kwa mwanamke kidogo inakuwa easier kwa sababu gani? Kwa sababu binadamu. Ushaona? Lakini mawe kumbuka haina damu, haina chochote, haina anything. Na bado Mungu atatoa watoto. Kwa hiyo Yesu exactly. Yaani Yesu ndo aliambia hivyo Wayahudi katika 3:7 Luka. Hata wakati alisema atafanya ile mifupa. Ifanye nini? Iongee. Exactly.
Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba Yesu alikuwa anaonesha uwezo wa Mungu kwamba ni mkubwa sana. Kwa hiyo yeye kuzaliwa kwa mwanamke bila ya mwanaume, Waislamu tunajua, tunakubali, na kuna a whole chapter inaitwa Suratul Maryam inaelezea story hiyo na tunajua. Ushaona? But tunaelewa sisi nini katika kuzaliwa Yesu kwa njia kama hiyo? Tunaelewa hivi kwamba uwezo wa Mungu ni mkubwa, anaweza akaumba, anaweza akaumba kwa design yoyote. Mfano tu moja, alimuumba Adam bila baba bila mama. Hii mchanga hii akaichukua, akaitengeza, ikatoa damu, ikakufa, ikazungumza, ikaona. Huyo ni Adam. Kutoka kwa Adam akachukua mbavu, akamtoa nani? Eve. Yaani sasa wacha sasa kwa nini? Kwa mwanaume akatoa mwanamke mbavu. Kutoka kwa wao wawili akatoa watoto. Ndio sisi children of Adam. Hiyo ni aina 3. Ikawa imebakia moja. Kwa sababu kama ingenyamaziwa watu wangesema Mungu ama haiwezekani kutoa mtoto kwa mwanamke bila mwanaume. Sasa Mungu akaleta miujiza ya kutoa Yesu kutoka kwa Mariamu, ili kwamba ukiangalia kwa pande zote ujue kuna uwezekano wa kutoa mwanadamu. Kwa hiyo kwetu sisi tunaichukulia kama miujiza. Hatuichukuli kama ni mambo mengine zaidi. Isipokuwa tu tunarudi pale kwamba Yesu ametumwa na Mungu, ni mtume wa Mungu kwa ushahidi wa maandiko ambayo kwamba yameandikwa katika vitabu vya Mwenyezi Mungu. Yesu ni mtume sasa. Sasa Yesu ni mtume sasa. Kabisa ni mtume na vitabu zinashuhudia. Soma hiyo. Isikilie hapa hivi. Na I think that's the pali kubwa ambayo tuna tofauti katika Waislamu na Kristo. Exactly. Ni hapo. Exactly ni hapo. Kwa sababu pali sana mafundisho yetu huenda hivi. Lakini kwa nini? Lakini kitu muhimu sana ni kuamini yale unasoma. Na kuyatenda vile unasoma. Ndio sawa kabisa. Hiyo kuamini tu na kutenda. Exactly. Waebrania 3:1 inasema, kwa hiyo ndugu watakatifu, wenye kushiriki mwito wa mbinguni, ndio mtafakarini sana mtume na kohani mkuu wa maungamo yetu, Yesu. Unaona? Mtafakarini sana mtume na kohani mkuu. Kwa hiyo ndugu watakatifu, wenye kushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu, Yesu. Unaona? Kwa hiyo hata Biblia inamuita mtume na kuhani mkuu. Unasoma hapo Hebrews 3:1. Hebrews 3:1. Kwa hiyo imeisha, lakini utaandika mahali, utaenda utasoma baadaye. Kwa hiyo ndio standard wa Islam kwamba Yesu ni mtume. Unaposema mtoto wa Mungu kidogo inakuwa kuna shida, kwa sababu Mungu hazai na hahitaji mtoto. Hebrews 3:1. Fix your thoughts in Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. Naona an apostle and high priest. Umesoma kweli? Yenye hii imeongea na hii ni moja ama imetofautiana? Yaani siko sawa. Unajua watu ni kwa kitu moja. Chukulia context ya the whole gospel of Jesus Christ, na Jesus Christ vile alikuja duniani na vile Mungu aliumba wakiwa pamoja na yeye. Sasa ni kumaanisha ya kwamba it's a trinity, si ndio? Kwa hivyo zote hizo kuchambua ndani kabisa, Mungu atakusaidia tuelewe kila nini inaendelea. Yesu aliumba akiwa na Mungu pamoja. Yesu aliumba nini akiwa na Mungu? The beginning. Kila kitu. There was God. Okay, na wanadamu ni wameumbwa na nani? God. Akiwa peke yake ama akiwa na Yesu? Akiwa na Yesu. Okay. Hebu nisomee Mathayo 19. Nasikia tu maneno Yesu anavyosema. Mathayo 19. Sikia tu maneno Yesu. Mambo ya Mathayo. Hapa tu unajua tukifuata hii kitabu tutakosa wote tunaenda kwa nini moja. Mathayo 19:4 inasema akajibu akawaambia. Huyu ni Yesu. Anajibu anaambia wale Waisraeli. Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo. Unaona, yeye aliyewaumba mwanzo, sio sisi tuliowaumba mwanzo. Yeye anajitoa. Aliyewaumba, hii ni third person anazungumziwa. Aliyewaumba mwanzo. Sio niliyewaumba mwanzo. Maana yeye yuko kando. Naam, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke. Umeona? Aliyeumba mwanzo ameumba mtu mume na ameumba mtu mke.
Bimaana kwamba muumbaji ni mwingine, si Yesu. Kwa hiyo useme kwamba Yesu alikuwa mwanzo. Ushaona? Kwa hiyo ndio mzee. Sasa kwa sababu ya muda na tunataka kwenda, tunataka tupatie mzee kitabu kimoja, ataenda asome. Alafu kama unaweza pata nafasi siku nyingine, tunaweza furahi pia tukutane, tukae tuzungumze. Pia tutafurahi zaidi. Taangalia. Basi acha tusome hii moja alafu tukupatie kitabu basi tutamatisha. Qur'ani 4:1. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Enyi watu, mcheni Mola wenu aliyekuumbeni kutokana na nafsi moja na akamuumba mkewe kutokana na nafsi ile ile na akaeneza kutokana na wawili hao wanaume na wanawake wengi. Na tahadharini na Mwenyezi Mungu ambaye kwa yeye mnaombana na jamaa zenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuangalieni. Unaona hata Qur'ani inasema Mungu ndiye ameumba watu mwanzo. Mcheni Mwenyezi Mungu aliyeumba mwanzo. Kwa hivyo aliyeumba, muumbaji ni Mungu. Yesu hakuwepo. Haja play any part katika creation ya Mungu. In fact yeye ni kiumbe. Kabla hujaenda kuna kitabu ndani kupatie. Acha wewe ndio uko na nini? Utaenda kumpa. Sisi tufungange sio? Acha akupatie kitabu kimoja usome. Maneno iko ndani tutaongea. Umeshasoma? Asante. Na mimi nimefurahi mzee. Asante sana kwa muda wako, ubarikiwe sana. Asante.